Naam, uhari gani mpenzi mtazamaji wa Simba TV? Ni katika juma lingine tena kwenye kipindi chako bora kabisa. Hapa Simba TV ndio mahali ambapo unaweza kupata interviews za wachezaji, viongozi, benchi la ufundi na wale wote ambao wanahusiana na klabu yako pendwa Simba Sports Club. Hapa ndio ambapo unaweza kupata habari kemkem ambazo zinahusiana na klabu yako pendwa Simba Sports Club. Katika Simba TV ndani ya juma hili inazalishwa kutokea hapa mji kasoro bahari, kwa maana hapa Morogoro, mahala ambapo mtangazaji wako wa Simba TV ndani ya juma hili Tobias Sebastian ndio nilipozaliwa, ndio nilipokulia, ndio ambapo nimetoka hapa na kuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Hapa Morogoro kuna historia kubwa sana na mimi. Hapa Morogoro kuna historia kubwa ya baadhi ya wachezaji ambao wapita katika kikosi cha Simba Sports Club katika nyakati tofauti. Kwa sasa ndani ya kikosi chetu Nixon Kibabage, Abdulzaki Hamza, Bashiru Ali Kibaila pamoja na Shomari Salum Kapombe na Ladaki Juma Chasambi. Hawa ni baadhi ya wachezaji ambao wametokea hapa Morogoro na kuja Dar es Salaam kucheza mpira na maisha mengine kuendelea. Katika Simba TV ndani ya juma hili kuna mengi mazuri ambayo tunakuletea wewe mpenzi mtazamaji. Story ya kwanza ni kuhusiana na mchezo wa ligi kuu ya NBC ambao unafuata mara baada ya kumalizana na Mtibwa Sugar hapa Morogoro. Mchezo unaofuata ni mchezo ambao tutamkaribisha Singida BS katika uwanja ambao wakati ligi au msimu huu unaanza tulianza kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, lakini pia hapa katikati tukaondoka uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuja kutumia uwanja wa KMC Complex. Semaji la CAF Ahmed Ali atakuja kuzungumza kuhusiana na taarifa hiyo. Mara baada ya kutoka kushuhudia story hiyo, tutakuja kuangalia story nyingine. Katika juma lililopita tulikuwa na mchezo wa nusu finali wa kombe la CRDB, mchezo ambao sisi Simba Sports Club tulipata ushindi mnono, ushindi mkubwa ambao wapenzi wanachama wa Simba Sports Club walikuwa wakitamani kuona ukitokea, tukimfunga Coastal Union mabao 4. Mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha, mabao ambao walifungwa mazuri, wachezaji walicheza vizuri, na tutapata nafasi kuja kusikia baadhi ya wachezaji ambao walizungumza mara baada ya mchezo huo kumalizika, lakini pia tutakuja kumsikia kocha mkuu Steve Barker na mwisho tutakuja kumsikia semaji la mambo nimetoka kukuambia ni kuhusiana na ratiba ambayo inafuata katika ligi kuu ya NBC. Tutakuwa nyumbani katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa nini tumeamua kurudi Isamuhyo? Huyu hapa semaji la CAF anaelezea kiupana zaidi, tukimkaribisha Singida BS. Tunaelekea hatua za mwisho kabisa za ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na tumebakiwa na raundi mbili, kwa maana raundi ya 29 na raundi ya 30. Na kwa mujibu wa ratiba kutoka bodi ya ligi, mechi zote kuanzia za raundi hizi zinachezwa katika muda mmoja ili kuepusha upangaji wa matokeo, kwa sababu iko michezo ambayo inashabihiana, inaathiriana, matokeo ya huyu yanamwathiri huyu. Kwa hiyo kuepusha hilo, mechi zinachezwa katika muda mmoja. Sasa kuna changamoto ya viwanja, kwa sababu kama unajua vilabu vingi vinashare uwanja, hasa vile viwanja vya Dar es Salaam. Kwa upande wa Simba Sports Club, tuko hapa kwa ajili ya kuwapa watu taarifa rasmi ya mgawanyiko wa viwanja katika mechi zetu mbili za mwisho. Mechi yetu ya raundi 29 dhidi ya Singida tutaicheza katika uwanja wetu wa nyumbani wa Meja Jenerali Isamuhyo siku ya tarehe 27 saa 10 kamili jioni, siku ya Jumamosi. Sisi ndio tutakuwa wenyeji katika mchezo huo, na unakumbuka tulihama kutoka uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo tukahamia uwanja wa KMC, lakini kwenye mechi hii dhidi ya Singida tunarejea katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Na mechi yetu ya mwisho ya raundi ya 30 dhidi ya KMC, sisi tutakuwa ugenini tukicheza dhidi ya KMC. Kwa mantiki hiyo
tutacheza mechi yetu hiyo katika uwanja wa KMC kwa sababu mwenyeji wa mchezo huo ni KMC. Kwa hiyo wanasimba waelewe hilo ya kwamba mechi yetu dhidi ya Singida tarehe 27 ni dhidi ya ni katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, na mechi yetu ya mwisho round ya 30 itakuwa katika uwanja wa KMC Mwenge KMC Complex. Hii haitaathiri walau kwenye aina ya uchezaji kwa sababu tumeshatoka kwenye nyasi asilia, tumekuja kwenye nyasi bandia, tunarudi tena kwenye nyasi asilia. Haina athari yoyote kwa sababu hata ukiangalia tunacheza KMC nyasi bandia, tunatoka hapo tunakwenda Jamhuri Dodoma, Jamhuri Morogoro nyasi asilia, tunakwenda Sheikh Amri Abeid nyasi asilia, na kote unaona wachezaji wakicheza kwa uwezo mkubwa. Muhimu ni kwamba pitch iwe nzuri na hakuna mwenye mashaka hata kidogo na ubora, uzuri na quality ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kana ni mchezo mgumu kucheza hapo, inawezekana ni advantage pia sisi kuweza kufanya vizuri. Ni mchezo mgumu sana, mgumu kweli kweli. Nyakati kama hizi hautamani kukutana na timu aina ya Singida kutokana na ubora aliyokuwa nao Singida, lakini na perception, yani mtazamo aliyokuwa nao Singida dhidi ya Simba Sports. Unatamani mechi kama hizo uwe umeshazicheza huko zamani, umemalizana nazo, lakini bahati mbaya unakuja kukutana na Singida katika mechi ya kimaamuzi. Ni mechi ngumu, lakini lazima tuicheze na lazima tushinde kwa sababu ni mechi za kimaamuzi, ni mechi za kuonesha ukubwa. Unataka ubingwa, unataka kuchallenge ubingwa, lazima ufunge Singida. Haitakuwa mechi nyepesi kutokana na ubora waliokuwa nao Singida, lakini tutakwenda kupambana. Tunapoweza kupambana tuweze kupata matokeo mazuri. Uweze kuwa bingwa kama hauchukui alama 6 kwa timu ambazo unawania nao bingwa ikiwemo Singida. Tayari tulishampasua kwao goli 2-1, tuna kazi ya kumpasua tena kwetu ili tujiwekee mazingira mazuri ya ubingwa msimu huu. Naam, story ya pili katika juma hili kama ambavyo nimekuambia hapo awali, katika juma lililopita tulipata ushindi katika mchezo wa nusu finali wa CRDB Cup dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao ulichezwa pale Arusha katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, mchezo ambao ulionekana kwa upande wetu kuwa mchezo bora na mchezo mzuri, tukifanikiwa kupata ushindi mkubwa katika mchezo huo. Mara baada ya mchezo kumalizika, baadhi ya wachezaji walipata nafasi ya kuzungumza, tutapata nafasi ya kuwasikia wote, lakini pia tutakuja kupata nafasi ya kumsikia kocha mkuu Steve Barker, na mwisho tutakuja kumsikia semaji la CAF Ahmed Ally naye akishagiza. After 4 years of reaching semi-final, quarter-final, now we are going to the final. How do you feel being part of that history? You know, obviously it's a special moment, you know. I came to Simba because, you know, I want to win trophies with the group, and just very proud of the players, you know. We fought really hard to get ourselves in this position, and to get ourselves in the final, you know. Hopefully we can get the result in the final, but there's obviously league games coming up as well, so we'll take it one step at a time, but very happy that we are able to make the fans proud as well at the same time. How was the game? The game was tough, especially the first half. You know, they sat back. They didn't really press us. So, you know, the way we want to play, obviously we want them to press us so that we have numbers in the midfield and we have overloads on the sides. But they didn't really do that, you know. Second half was much better. They pressed a little bit, and we found joy on the left side with Kiba. I think he had an amazing game. And yeah, we stuck to our game plan, you know, and we managed to score 4 goals. Any word for the fans? Yeah, just thank you once again. You know, we're so happy that they always come out in numbers and they give us strength. You know, it hasn't been easy for the players. We've been playing on so many games every 3 days. So yeah, it's great to always see them, you know, supporting the group. And hopefully for us, we can just do our best and be honest with our performances and continue just to make them happy. Yeah. All the best to the final. Thank you. Yeah, nashukuru mwaka jana pia nilikuja hapa tukafanya vizuri, na mwaka huu pia tumekuja hapa tumefanya vizuri. Ni uwanja umekuwa kama kwetu kwa sababu tukia hapa tunakuwa kama nyumbani, tuna enjoy kwa sababu mashabiki wanakuja kutusupport kwa nguvu, kwa mali, na sisi wachezaji pia tunakuwa tuna hali yetu kama tuko Dar es Salaam, tuko nyumbani. Kwa hiyo tunafurahi kucheza Arusha kwa sababu mara zote tumekuwa tukipata matokeo mazuri katika uwanja huu. Nini imekuwa siri kwako kila unapopewa nafasi unafanya vizuri? Nadhani chachu ni kusikiza maelekezo ya walimu na wenzangu, kwa sababu bila wenzangu siwezi kufanikiwa.
Kwa hiyo ninapokuwa kwenye game wenzangu wanakuwa pale ninapokosea wananisahihisha na maelekezo ya mwalimu, kwa hiyo tunaweza kufanya kazi kwa pamoja vizuri kabisa. Tunaenda finali Duchu baada ya miaka 4. Ya alhamdulillah, tunashukuru kwa sababu malengo ya Simba Sporting ni kuweza kufika finali na kuweza kubeba. Kwa hiyo tunashukuru tumeweza kufika finali. Kwa hiyo malengo yaliyobakia ni kuweza kupambana siku ya finali kuweza kulibeba kabisa ile kombe. Goli lako la kwanza katika kikosi cha Simba. Ielezee kwanza furaha yako. Kwanza naweza kusema kwanza namshukuru Mungu kwa sababu ni goli langu la kwanza katika klabu ya Simba. Kwa hiyo nashukuru itakuwa kuna muendelezo. Umekuwa na mchezo mzuri leo. Ndio. Hali ya game ilikuwaje? Game kwa kiangalia kipindi cha kwanza kidogo waliweza kukua nyuma sana ya mpira, ndio maana kuna baadhi ya nafasi tuliweza kuzikosa na waliwini. Tunashukuru kwanza kupata goli mapema, imeweza kutupa confidence ya kipindi cha pili, kuna game plan ya mwalimu ambayo jinsi ya kushambulia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumeweza kushambulia vizuri na kupata matokeo mengi. Wakati Bashiru anaingia pale alikwambia nini? Bashiru alivyoingia ulienda kumwambia nini? Nimwambia mdogo wangu ndio nafasi yako hiyo. Nenda ka enjoy, acha uoga. Sababu nzuri sana. Mmekuwa na ari gani jinsi mnavyokaa wachezaji kwa pamoja mnapozungumza? Inaonekana kumekuwa kuna upendo mkubwa sana baina. Of course kuna upendo kwa sababu tukiangalia kaka zetu ambao kina Shomali au kina Chama wanaonesha upendo kwetu sisi. Kwa hiyo imekuwa kama ni moja ya familia ambayo acheze fulani sawa, asipocheza fulani sawa, kila kitu kinakuwa happy. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa makapteni wetu kutuonesha njia ile kwa sahihi. Neno lako kwa mashabiki wa Simba? Waendelee kusupport timu yao, tuna imani tutafanya vizuri zaidi. Kila la heri. Asante sana. Yes, good win for us. Obviously, we want to be playing in finals and we want to be winning finals. So, you know, you have to get to the final. I think throughout this whole CRDB Federation Cup, we've been really good. So I think we deserve to be in the final. I thought today was a really good performance. We went, you know, we played to our identity. We stuck to our principles as a team that we built over the last while. So a lot of good commitment from the players. What was pleasing was that we took our goals second half especially. We were clinical and, you know, we took the game away from Coastal Union. So a very good performance, very happy, and obviously we look forward to the final. It's been 4 years, Simba reaching quarter-final, semi-final, and now they are going to the final, the 5 years. How proud are you? Yeah, I'm very proud. I think the fans especially deserve, you know, for this club to be in a final, they deserve to go to a final match and get behind the team. And, you know, the support that we get is really pleasing. It helps the players, it gives us the energy and gives us enthusiasm. So our payback to the fans is to get into finals, and hopefully we can lift the trophy and bring, you know, smiles to their faces and bring back glory to Simba Sports Club, which we deserve. In just 6 months, you are going for the second final in just a short while. On April, you played the Muungano Cup final, and now you are going to CRDB final. Yes, it's nice. You know, we've been in a final recently. We won the final, so hopefully, you know, the memory of the joy, of the happiness, of the recognition and reward we got for winning the Muungano Cup, that we can remember that and we can go to the final and fight for everything that we want in that final. And you know, to have won one, now we can go and hopefully we can bring second trophy in a short space of time. Are you going to watch the match tomorrow to see whom you're meeting? Yes, no, I can watch it with just relaxed, and yeah, let's see who will play in the final. You prefer anyone? No, it's about us and it's about what we do. Whoever we play, we've got to concentrate on what we do. So I don't mind who we play in the final. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo ulikuwa mgumu na tumefanikiwa kupata ushindi wa goli 4-0, ushindi mkubwa, ushindi mzito ambao kiuhalisia hata sisi wenyewe hatukutegemea kupata ushindi wa aina hii, lakini hatukutegemea vile vile utawala mkubwa katika mchezo wa leo. Kadri tulivyokuwa tukifikiria nusu finali na Coastal, tukifikiria mechi na Coastal, taswira iliyokuwa inatujia ni mechi yetu na Coastal ya ligi kuu pale Mkokwani Tanga. Mechi ilikuwa ni jiwe kweli kweli. Coastal alitupa mechi ngumu kweli kweli, alitupa pressure kubwa kweli kweli. Kwa hiyo kila tukiwaza mechi na Coastal tunapata mchecheto wa namna ile ya kwamba Coastal huyu anaweza akatuharibia shughuli, lakini imekuwa tofauti. Wachezaji leo wamekuwa na commitment iliyokuwa kubwa, wamekuwa na ubora uliokuwa mkubwa, wamekuja wakiwa kwenye kiwango bora kweli kweli, na hatimaye tukafanikiwa kumtawala kweli kweli Coastal na kumwadhibu magoli 4.
kwetu ni ushindi mnono, lakini kikubwa kabisa ni faraja ya mnyama kurejea kwenye hatua ya fainali baada ya miaka 4 kupita. Ni heshima kubwa kuona heshima ya mnyama inarejea, kuona nguvu ya mnyama inarejea, na tunarejea tena kwenye hatua ya fainali. Tumepoteza nusu fainali nyingi. Nusu fainali 3 tumezipoteza. Hii tukasema iwe iwavyo, lazima tufuzu kwenda hatua ya fainali, na Mwenyezi Mungu akasikia maombi yetu na dua letu, ametusaidia, tumeingia fainali. Tuna furaha kubwa kweli kweli hii leo. Nilikwambia lakini jana kwamba kwa kikosi chetu ninavyokiona sioni wa kutuzuia kwenda fainali. Wasiwasi ndo akili na mashaka ni sehemu ya maisha. Nisingeweza kujiaminisha moja kwa moja. Chiko, hawa ni wagosi wa kaya, hawa ni Coastal Union, hawa wana uwezo wa kufanya chochote wakati wowote. Nafsi yangu ilikuwa imegawanyika kidogo, ujasiri na uoga ndani yake. Ilikuwa ni muhimu kuweka akiba kwa sababu Coast anaweza akakuvua taulo ukweni. Lakini yote kwa yote, wachezaji wetu wamenithibitishia na kunihakikishia kwamba tunayo timu bora sana, na wakiamua kumpelekea mtu pumzi ya moto wanaipeleka vilivyo. Msemaji, katika kipindi cha miezi 6 tunaenda kucheza fainali ya pili chini ya Steve Barker. Ukiachana tuna fainali ya pili, ni fainali ambayo imebeba historia, miaka 4 bila kufika fainali ya CRDB. Steven Barker ni mwanamapinduzi. Niliwahi kulisema hili siku chache nyuma zilizopita. Ni mwanamapinduzi kwa maana ya kwamba tangu amekuja Simba Sports Club, mapinduzi mengi yamefanyika, mageuzi mengi yamefanyika ndani ya timu yetu. Kumekuwa na improvement kubwa ya kikosi ndani ya timu yetu. Ukiangalia Simba hivi sasa inacheza mpira mzuri, Simba hivi sasa inaogopesha, Simba hivi sasa ni tishio, na ndio maana haishangazi kuona kwenye kila shindano tunafika mpaka tamati ya shindano husika, na ikiwezekana kuchukua ubingwa. Tayari Steven Barker ndani ya muda mfupi ametupa ubingwa wa kombe la Mapinduzi, na Steven Barker sasa kombe la Muungano, na Steven Barker sasa anakwenda kutupa ubingwa wa kombe la CRDB. Tayari tumeshachukua ubingwa. Kwanza hatujawahi kupoteza fainali ya kombe la shirikisho. Tumecheza fainali na Namungo tukamfunga. Ya kwanza na Mbao Dodoma tukamfunga usiku kweli kweli. Akaja Namungo tukamfunga Sumbawanga. Akaja Yanga tukamfunga Kigoma. Sasa mimi nina mashaka gani Simba hii kwenye hatua ya fainali? Kwa hiyo ninao uhakika mkubwa kwa ubora aliyokuwa nao Steven Barker, mnyama anakwenda kunyanyua hii ndo. Lakini kitu kimoja kizuri ni kwamba mechi ngumu za kombe la CRDB tumezimaliza. Mechi ngumu tumezimaliza. Yaani hii mechi yetu ya leo dhidi ya wagosi wa kaya ndio ilikuwa mechi ngumu iliyobakia kwenye kombe la CRDB. Bado kuna fainali. Fainali tunajua namna gani ya kuchukua huo ubingwa, usiwe na mashaka. Tukiwaangalia wale wapinzani wawili ambao wapo kwenye nusu fainali ya pili kule Mwanza, tunayo matumaini ya kutamba ya kwamba mechi ngumu ilikuwa ni hii nusu fainali dhidi ya Coast. Huko tunakoelekea tutakwenda kufanya maajabu makubwa sana. Unataka kutupa kisukari? Jigo. Unaogopesha kidogo. Wosu ulikuwa una matumaini ya 100% na mechi hii kwamba tunamnyonyoa Coast. Sahihi. Mimi nikawa na mashaka. Sasa na mimi nakwambia fainali tunao hakika mkubwa kwenda kufanya vizuri kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Kwanza tuna muda mrefu hatujafika hatua ya fainali, lakini tuna muda mrefu zaidi hatujachukua ubingwa wa kombe la CRDB. Lakini kama haitoshi, hatujawahi kupoteza katika hatua hiyo. Yote hayo ukiyajumlisha, tunapata nguvu ya kwamba yoyote kwenye wale kule wenye nusu fainali yao ya pili, yoyote aje, Simba tuna uwezo wa kuruka naye vizuri kweli kweli, kwa sababu sio wageni. Tumekutana nao mara kadhaa katika mashindano mbalimbali msimu huu, na matukio yetu yamekuwa ni mazuri kweli kweli. Unachoringia wewe ni mwana mapinduzi Steve Barker. Steven Barker anajua namna ya kucheza hizi mechi, anajua namna ya kuandaa hizi mechi. Ukimpa ugumu mechi hii,
mechi inayokuja kuna namna anakuja kukulainisha. Costa alitupa ugumu kwenye mechi pale kwao, leo hii amekuja na namna bora ya kumlainisha, amelainika, tumemgonga chuma 4. Kwa hata wale wengine kama wamewahi kutupa mechi ngumu kwenye mechi za nyuma huko, tayari Steven Becker ameshafanyia kazi hiyo mapungufu hayo. Kwenye mechi ya fainali ana uwezo wa kuja kufanya wonders. Ndio maana nina confidence ya 100% kubwa kweli kweli. Sawa semaji. Kipindi cha pili tuliona katika dakika za jioni mwalimu aliingiza vijana. Hii inaleta hamu namna gani kwa wachezaji? Ya lazima wanasema ukila kumbuka na kesho. Kwa hiyo mwalimu Steven Becker anaandaa Simba ya msimu huu na Simba ya msimu ujao. Ndio maana akatoa Rushain, akatoa Ture, akaingiza watoto wadogo pale kwenda kutengeneza double compact nyingine ya Mbegu pamoja na Veda, lakini akaingiza Kibaila kwa ajili ya kwenda kupata na yeye experience, kwa sababu unamtegemea huyu bwana mdogo msimu ujao uwe ndio msimu wake wa kufanya makubwa zaidi. Kwa hiyo anaandaa Simba ya msimu huu na Simba ya msimu ujao. Neno lako kwa mashabiki ambao wamekuja kuisupport timu yao? Tunawashukuru mashabiki wa Arusha. Tukiwa pale Mererani niliwaambia mashabiki wa Arusha ya kwamba tumepoteza nusu fainali 3 katika mikoa mingine. Nusu fainali hii imekuja hapa Arusha, tunaamini watu wa Arusha watatuvusha, na wameshathibitisha hilo kwenye mechi ngumu. Watu wa Arusha wamekuwa wakitupa support na hatimaye Simba inaweza kuvuka na kwenda hatua inayofuata. Tuliamini kwa hii nusu fainali kuchezwa hapa Arusha, mnyama angevuka kwa namna yote ile kutokana na nguvu kubwa waliokuwa nayo watu wa Arusha, na wametimiza majukumu yao ipasavyo. Mnyama amevuka, amekwenda hatua ya fainali. Tunawashukuru na kuwapongeza mashabiki wa Simba mkoa wa Arusha na kaskazini yake kwa ujumla. Wamekuwa thabiti sana kwenye kuipambania Simba yao, na kama fainali inakuja hapa bwana mapema. Haya wanasema kila. Asante sana bwana. Maema anamwekea tena Libase, anajaribu kuchanja mbuga. Libase, dangerous attack. Libase! Kesi imekuwa ngumu hapa kwa Coastal Union. Wagosi wa Kaya, mfalme wa nyika amenguruma hapa uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Ni attacking midfielder hatari kabisa Libase Geye. Kama namna pasi iliyopigwa, water pass. Nio Maema, super driving acceleration ya Libase Geye kwa left footing, strike nzuri, chuma imekaa ndani ya kamba. Jaribu kuingia ndani sasa Libase Geye. Libase ameshaingia ndani. Libase! Oh! Zama hii Rushan bado kwenye tafakari. Rushan Deriek, bonge la penalti, amempoteza mazima goalkeeper. Amefanya anavyofanya, amefanya anavyotaka. Rushan Deriek amemchezesha Wilbol Maseke ama piano. Chikichi. Rushan Deriek anaofurahisha wekundu wa Msimbazi Simba Sheikh Amri Abeid Arusha. Scoreboard inanona goli 3. Maseke amekula chuma 3. Wagosi wa Kaya hoi bintaban. Dashin kama apigi, kama ataki, amemchambua goalkeeper amekwenda market. Simba 3. Ragoma Chama nafasi nzuri, Anton anaikata ndani huku, Nana nayo Chama! Hii sio Canada wala Mexico wala Marekani ambako zinachezwa fainali za kombe la dunia. Hii ni CRDB Bank Federation Cup. Uwanja ni Sheikh Amri Abeid Arusha. Kwenye stage anatumbuiza Cletus Chota Chama Triple C, maestro, the brain, the locomotive fiend, mwamba wa Lusaka Chama,
alipenyeza pasi moja tamu, pasi nzuri kweli kweli, alijinyosha kafyatua bunduki ile. Naam, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi kushuhudia Simba TV ndani ya juma hili. Kama ambavyo nilikwambia hapo awali, Simba TV katika juma hili imezalishwa kutokea hapa Morogoro mji kasoro bahari, hapa kwa Chief Kingalo, hapa wanakopatikana samaki aina ya mwidu, hapa linapopatikana ziwa Mindu, hapa alipozaliwa mtangazaji wako wa Simba TV katika siku hii ya leo, Tobias Sebastian. Usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV ndani ya juma lijalo. Bye.